Kazi ya ualimu ni kazi ambayo inahitaji kutulia ili tuweze kuderiva. Kwa hiyo tusaidie, pamoja na risala kusomwa iliyosomwa, lakini tusaidie hamisho za watumishi walimu. Kama kwa mfano, mwalimu mmoja anafundisha Dodoma na mwenza wake anafundisha Mkuranga, unaweza ukapata picha ya familia hii ya watumishi walimu. Mke Dodoma, mume Mkuranga. Walimu hawa wasaidiwe kuwa pamoja ili kazi ile tunayoifanya, wanayoifanya, iweze kuwa kazi inayoweza kuleta tija mahali pale ambapo wanafanya kazi. Lakini pia viongozi hawa wa chama cha walimu katika maeneo yetu mbalimbali tumechaguliwa na walimu kama viongozi ambao wale waliotuchagua katika maeneo yetu wametuona tunaweza kuwa chachu ya kuwaletea maendeleo katika eneo husika. Kumuhamisha kiongozi mwalimu, kumpeleka katika eneo ambalo ni mbali na eneo alilochaguliwa, kuna mnyima kiongozi huyu aliyechaguliwa na wale viongozi katika eneo husika haki ya kuendelea kuwa kiongozi katika eneo lao. Jambo hili haliwezi kuwa sahihi kabisa. Nimepata kesi chache hivi karibuni, na mimi nashukuru wale wenye mamlaka wametusikia kwamba anatolewa kiongozi wa chama cha walimu, anatolewa wilaya mojawapo ya Tabora, anapelekwa wilaya mojawapo ya mkoa wa Shinyanga. Maana yake ni kwamba umemnyima sifa ya yeye kuwa kiongozi katika eneo ambalo alichaguliwa kwalo. Utusaidie katika eneo lako hili, lakini hata katika wewe kwa nafasi yako unaweza ukapeleka hiyo ikatusaidia kutowaondoa watumishi, viongozi, walimu wa chama cha walimu ambao wamechaguliwa kwenye eneo lao. Kama hakuna sababu za lazima kumtoa, isingekuwa sababu yoyote ya kuweza kumtoa katika eneo lake. Hivi karibuni nilikuwa kule, mimi na katibu mkuu pamoja na baadhi ya viongozi hapa, tulihudhuria kule Mbeya tarehe 14 kwenye shughuli ya kitaifa ya Mwenge wa Uhuru. Kati ya mambo ambayo yalitufurahisha ni kuongozwa na ile haraiki iliyokuwepo pale kuimba wimbo wa Mwenge wa Uhuru. Walimu hawa unaowaona na sisi unavyotuona hapa, yale maudhui ya wimbo ule, bado walimu wa Tanzania tunaendelea kuyaheshimu hata leo. Kuwasha mwenge, kuwasha mwenge na kuweka Kilimanjaro. Kuwasha mwenge, kuwasha mwenge na kuweka Kilimanjaro. Umulike hata nje ya mipaka yetu, ulete tumaini. Umulike hata nje ya mipaka yetu, ulete tumaini. Pale ambapo hakuna matumaini, upendo mahali ambapo pana chuki na heshima, ambapo pamejaa dharau. Walimu wa Tanzania wanaishi katika maudhui hayo na kamwe hatuwezi kuacha. Na kwa sababu ya maudhui ya wimbo kama huo, tarehe 29 ya mwezi huu mwaka 2025
Ni tarehe ambayo Watanzania tuna tukio moja muhimu sana. Mimi kwa heshima na kwa nafasi yangu kama kiongozi mkuu wa Chama cha Walimu Tanzania, naomba nichukue nafasi hii, ndugu zangu walimu, wale ambao mpo hapa na yeyote atakayenisikiliza kupitia vyombo vya habari, kuwaomba na kuwataka tujitokeze kwa wingi tarehe 29 kwenda kutimiza haki yetu ya kimsingi ili kuweza kuchagua viongozi wa taifa hili watakaotupeleka katika kipindi cha mwaka 2025 hata 2030.